Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokana mandugu wawili. Mandugu hao walikuwa wanapendana sana, ila yule mdogo alikuwa mtukutu kiasi. Baba yao alikuwa anafanya kazi ya biashara. Siku moja akaamua awatume hao watoto wake waende wakamchukulie bidhaa mahali mbali kidogo. Akaambia, nyinyi nendeni mahali fulani muniletee, kuna bidhaa zangu mimi leo siwezi, naomba muende muniletee. Hayo wakaamua wapange safari waende. Njiani yule mdogo akamchokoza yule mkubwa wake. Sasa yule mkubwa wake na hasira akampiga, akamwambia, hebu simchokoze bwana, hebu niache mimi. Sasa yule mdogo ile uchungu na hasira hawezi kumpiga kwa sababu ni mkubwa wake, lakini mwenye makosa ni yeye. Akaandika kwenye mchanga, amenipiga ndugu yangu mkubwa. Wakaendelea na safari yao. Wakaenda kufika mbele wakapata kuna mto. Sasa yule mtoto mdogo alikuwa hawezi kuvuka ule mto, inabidi apate usaidizi kwa ndugu yake mkubwa. Yule ndugu yake mkubwa akamsaidia, wakavuka mto vizuri mpaka upande wa pili. Alipofika upande wa pili akaandika kwenye jiwe, ndugu yangu ameninusuru kutokana na maji ya mto. Haya, wakaendelea na safari yao. Wakafika pale mahali penye baba yao amewatuma kuchukua bidhaa. Wakachukua bidhaa, wakapanga safari ya kurudi. Hivyo hivyo wenyewe wakarudi zao salama, hawakuchokozana wala hakukuwa na vita vyovyote. Kufika nyumbani, baba yao akawauliza safari ilikuwaje. Sasa wale mandugu wawili walikuwa wanaelezea venye safari ilikuwa. Yule mtoto akasema, huyu kakaangu alinipiga, mimi nikaandika kwenye mchanga kwamba kakaangu amenipiga, na pia alinisaidia alhamdulillah kuvuka mto, yani kama ingekuwa si yeye mimi ningezama. Mimi nikaandika kwenye jiwe kwamba ndugu yangu mkubwa ameninusuru kutokana na maji ya mto. Akamwambia, kwa nini uandike maneno hayo? Mbona moja uandike mchangani, mwingine uandike kwenye jiwe? Yule mtoto akasema, kwa sababu niliandika mchangani kwa sababu upepo ukija yale maneno yatafutika. Sisi tunajua mchanga ni mwepesi, upepo ukipepea vitu venye vimeandikwa kwenye mchanga zitafanya nini? Zitafutika. Akasema kwa hivyo mimi niliandika kwa sababu itafutika kwa urahisi, na niliandika kwenye jiwe kwa sababu jiwe ni ngumu kufutika, hata upepo uje nini itakuwa ni ngumu kufutika. Akamwambia, kwa nini uandike mchangani na kwa nini moja usiandike huku na nyingine uandike kule? Mbona uliamua kwamba ile ya kupigwa uandike mchangani na ile yenye ulisaidiwa uandike kwenye jiwe? Akasema kwa sababu ilikuwa nataka nisamehe haraka na nisahau. Sasa mwana kama hiyo yenye nimeandika kwenye mchanga, upepo ukija utaupepea, kwa hivyo mimi nitakuwa nimesahau na nishamsamehe. Najua alikuwa nimemuudhi kakangu, lakini na yeye pia ameniudhi, kwa nini anipige? Amenikosea, ila upepo ukija utafutika na mimi nitasamehe haraka na nitasahau. Na kule kwenye jiwe niliandika kwa sababu amenifanyia wema. Wema sitaki kusahau haraka, ndio maana nimeandika pale usifutike. Maneno yale asifutike kwa sababu wema hauozi. Yule baba yake akafurahishwa na maneno yale. Akasema, mwanangu, mafunzo yangu umeyatumia vizuri, nimefurahi sana. Hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza kwamba tujifunze kusamehe haraka, na tukifanyiwa wema tusisahau haraka, kwa sababu ukimtendea mwenzako wema Mwenyezi Mungu anakulipa mara 10 yake. Kwa hivyo tujitahidi kufanyia wenzetu wema, kwa sababu wema ni ngumu kusahauliwa, na mwenzetu akitukosea tujifunze kusamehe haraka. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Maasalam. Tukutane kwenye kipindi kifuatacho.